na hatuwezi kujenga ustawi wa wananchi bila amani. Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, the Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake. Utii kwa mamlaka ya kikatiba na uaminifu kwa taifa ndiyo silaha ya kwanza ya jeshi linaloheshimika. Hivyo ni wasihi muendelee kuishi kwa misingi ya kiapo chenu na kuepuka mienendo inayoweza kuharibu heshima ya jeshi letu. Na nimesikiliza vizuri wimbo wa jeshi hapa. Maneno yaliyomo ndani ya wimbo ule iwe ndiyo itikadi katika kazi zetu. Taifa lina imani nanyi, na imani hiyo ni dhamana kubwa mliopewa na Watanzania. Aidha, ninatoa wito kwa Watanzania wote kuendeleza wajibu wao wa kikatiba katika kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, sasa namshukuru Mungu kwamba makao makuu ya ulinzi wa taifa yaliyopo hapa Kikombo mkoani Dodoma leo yamezinduliwa rasmi. Hongereni sana, na tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, alibariki jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza.